sio kweli. Ni sio kweli kwa sababu huyu mchambuzi anagombanisha kati ya serikali na mashabiki wa klabu ya Yanga na wanachama. Mchambuzi ni nani? Ni nani huyo? Wananchi ni nani? Usikiza, wananchi ni nani? Saidi. Ni nani wananchi? Jemedali mnafiki. Wameshakujibu, si ndio? Huyo ndo amesema. Sasa tafsiri yake maana yake ni nini? Tafsiri yake kwa maana yake anagombanisha mashabiki wa klabu ya Yanga, wanachama klabu ya Yanga pamoja na serikali, kwa sababu wanachama klabu ya Yanga amesema mechi hii sisi hatuchezi. Kwa tafsiri ukisema serikali mwambie bodi ya ligi ya TFF wapange hiyo mechi, maana yake unasema serikali wanalazimisha Yanga wacheze. Kwa maana yake gombanisha kati ya serikali pamoja na nani? Hiyo ni jambo la hovyo. Na mimi nimesema hiyo tuweke sana. Mimi nimesema hiyo ndio mpasa kuelewa. Ukisoma barua ya bodi ya ligi inasema tarehe 8 kulikuwa kuna viashiria vya rushwa au nakosea Ayubu? Wakasema vile vile kuna uvunjifu wa usalama, si ndio? Viashiria vya uvunjifu wa usalama. Yaani barua ya bodi ya ligi tafsiri yake ni moja. Tafsiri yake inasema kuwa maana yake Tanzania kuna uvunjifu wa amani, viashiria. Kwa maana yake wawekezaji wasije Tanzania kuwekeza sababu kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Tafsiri ukisema kuna viashiria vya rushwa, tafsiri wawekezaji na watu wengine waone Tanzania ni kama sehemu ambapo kuna rushwa. Tafsiri maana yake hao wanachafua serikali. Na mimi nikasema serikali haipaswi kukaa kimya katika jambo ambalo mnachafuliwa. Ukisema viashiria vya uvunjifu wa amani, jeshi la polisi imesema hakuna viashiria vya uvunjifu wa amani. TAKUKURU amesema jambo la rushwa hakuna. Tafsiri hawa watu wanachafua serikali katika watu wengine ambao wanataka kuja kuwekeza, wakisema hatuwezi kuwekeza kwa sababu kuna uvunjifu wa amani viashiria. Hatuwezi kuwekeza kwa sababu kuna viashiria vya rushwa. Unaona hiyo jambo kama serikali inaingia katika jambo ambalo la kiutata. Ndio maana nikasema. Na ukisoma kanuni zetu. Ukisoma kanuni namba 12 kanuni 12/1967. Kanuni hiyo ambayo ikaanza kuunda BMT mwaka 1967. Na ukisoma marekebisho yake kanuni namba 6/1976 wanasema mwenye mamlaka na michezo ni BMT, Baraza la Michezo Tanzania. Kwa mujibu wa kanuni namba 12 na bunge ambayo ilitungwa 1967 na marekebisho yake kanuni namba 6 ya mwaka 1971 wanasema mwenye mamlaka kusimamia mchezo maana yake ni serikali ambao kupitia BMT. Kwa BMT msikubali hawa watu wanachafua ambao mambo hayapo. Na kama hayapo maana yake kwa taswira katika nchi yetu, taswira mbaya zaidi. Ndio maana nikasema serikali katika jambo kama hili, hawa watu ambao walisema mambo haya yametokea ambao ni hayapo, maana yake wanachafua. Inawezekana sisi leo tukamnyeshea labda mguto. Inawezekana mimi kasema serikali mnapaswa kuunda tume kadogo cha siku 7. Inawezekana hata watu 4, watu 5. Tuchukue mawasiliano ya katibu mkuu ambao ni General Secretary wa bodi ya ligi, tuchukue mawasiliano ya mwenyekiti wa bodi ya ligi ambao mzee Mguto, tuchukue mawasiliano wa rais wa TFF. Hili tujue hakuna influence ya nyuma yoyote ambao kualisha hili jambo. Hiyo ni tume ya uchunguzi ambayo itafanya ndani ya siku moja tu. Mawasiliano tarehe 7 mpaka mawasiliano tarehe 8 saa 8 mchana. Mkifanya hivyo maana yake tutatoka katika hili jambo. Lakini hizi danadana na kuchafua nchi yetu kwa taswira ambazo hazipo, maana yake mnachafua nchi yetu sisi. Mnatengeneza jambo ambalo halipo, inaleta taswira mbaya katika nchi yetu. Hakati ukiangalia kwa ushahidi wa kimazingira, kuna watu inawezekana wachache ndio walisukuma hili jambo kufika hapa. Ndio maana msimamo wa wananchi wanasema hatuchezi. Makamu wa rais amekuja hapa amesema hatuchezi. Na mashabiki mnasemaje? Mashabiki mnasemaje? Huo ni msimamo wa mashabiki. Kitokea mwalimu Yanga mmecheza dabi, nani alaumiwe? Timu ikapelekwa uwanjani. Sasa ukisema choka dabi wakati mtendaji mkuu, msemaji wa klabu amezungumza anasema hatuchezi. Yaani unapata wapi mambo? Yaani msemaji wa klabu anasema hatuchezi, wewe unasema ukicheza. Yaani mimi kwenye kikao kuna matako yamefanyika, yamekuwa sawa. Wewe ulikopo mbali, hapa amezungumza makamu wa klabu ya Yanga, rais uko mbali. Unasikana ukawa nyuma na muda. Ishatoa tamko mechi ichezwe. Bodi ya ligi waliwaita akati tayari walikuwa washapanga ratiba hii kuwaita kwamba wanaona nyinyi mgomo wenu uko sahihi kwa kufikia hatua ya kuwaita muongee. Kwanza mimi jambo la kwanza bodi ya ligi waita. Bodi ya ligi hajaainisha wametia klabu ya Yanga kwa jambo gani. Hizi ni zania ambazo ni zipo ambazo kila mmoja anahisi labda ameitwa kwa jambo hilo, si ndio? Lakini ukisema klabu ya bodi ya ligi itoa ratiba, kwa maana wenyewe walisema watoa ratiba, wakasema Yanga wakituhitaji watatufuata wenyewe, si ndio? Hiyo maana yake tunaachia
lakini leo tumeona sasa kama Yanga na wao nani wamehitaji mwenzake, nani amemuita. Kwa hiyo taachia wenyewe, lakini ukisema bodi ya ligi msemaji jambo gani, tumsubiri msemaji wa bodi ya ligi